Yes, karibu tena ndani ya Media Goma TV kwa muda wetu habari. Huyu kwa majina ni Reporter Nelson, nikiendelea kuwapata habari za kila mara, kuwapasha habari za jioni ya leo. Leo ni tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Katika eneo hii mkiniona katika maeneo haya tayari unajua ni sehemu pekee na kuja kuwapasha habari zenye uhakika na habari zenye zinavyozungumzwa kwenye uwanja, katika barabara na katika eneo zote za Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, katika maeneo ya uwanja wenye mapigano. Na kwa sasa katika muda huyu wa habari tuko na mengi tunakuja kuelezea kupitia yote imepitikana tangu mchana mpaka magharibi. Hii ni habari na kuletea kwa muda huyu wetu wa jioni. Kwa sasa ninakuja kupatia confirmation kuhusu habari tunaendelea kupata kutokea ndani ya uwanja wenye mapigano. Kumbuka, ukiwa unatusikiliza kupitia Media Goma TV, hakuna sehemu nyingine utapata habari yenye iko hakika bila kututazama sisi, kwa sababu ni sehemu pekee sisi tunaletea habari mara moja inatoka katika uwanjani. Sio habari ya kutoka kwenye watu wengine, sio habari ya kukuja kueleza kuhusu hawa, ni habari ya kuonesha tayari jambo linaonekana katika uwanja. Mashabiki wa Media Goma TV, na kama ni mara ya kwanza tena, endelea kuungana na sisi, utafurahia media hii kwa sababu ni sehemu pekee utapata habari yenye uhakika. Na kwa sasa tunawakaribisha mashabiki kutokea Lubumbashi, Manyema, kutokea upande wote wa Jamhuri Mashariki ya Kongo, na kuchukua mara moja madiaspora Amerika, Canada, Australia. Tunawakaribisha kupitia Media Goma TV. Tumeingia katika kipindi chetu cha habari kwa sasa. Habari tuko nayo kwa sasa, jambo ni mengi zaidi mashabiki zangu, na kuja kufungua kurasa zangu nikiwapeleka katika eneo ya Baraka. Habari niko nayo Baraka leo hii tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Niliwaeleza kabla nizungumze kuhusu haya, niliwaeleza wakaaji, mimi nitakuwa nawaambia kitu na mtakuwa mnakielewa. Kuna wale tayari wanazungumza haya lakini hawana uhakika, lakini ukiendelea kuungana mimi, sikiliza hili habari. Niliwaeleza kuhusu Baraka, nikawaeleza kuhusu Fizi, nikawaeleza kuhusu Mwenga, nikawaeleza kuhusu eneo ya Kalemi, nikawaambia wakahaji raia population awalale kwa sababu la jeshi la wazalendo, jeshi la polisi, jeshi la FRDC wako katika maeneo haya. Kuna watu wengine bado hawakunitambua, wakanichukulia kwa kweli mimi nimezungumza maneno sielewi, lakini baadaye msubiri msikie matokeo yenye inaanza kutokea, kwa sababu niliwaambia kabla kunisikiliza. Hili ujua habari, jitahidi kuwe rafiki ya waraia, kuwa mkaaji, kuwa mwanahabari wakaaji, watapata habari yenye uhakika. Niliwaambia wakaaji wa Baraka wanateseka, watu hawajanisikia. Nikawaambia wakaaji wa Fizi wameteseka, watu hawajanisikia. Niliwaeleza wakaaji wa Fizi wanateseka na njaa, hawakuli. Eneo ya kulima mashamba kwa sasa wana hofu. Kwa sababu gani? Nikawaeleza tayari wakienda katika shambani wanakutana na jeshi la wazalendo, wanakutana na jeshi wa FRDC huko. Chakula chenyewe walikuwa kirejesha wanawanyanganya population wakienda katika maeneo. Niliwaeleza hizi habari, ni hili watu hamkunisikiliza. Kwa sasa hili niwapeleke mara moja Baraka. Kuna nini Baraka? Kuliendelea nini? Niliwaeleza katika maeneo haya watu raia population wanaingia katika manyumba muda wa saa 12. Ikifika muda mwingine jeshi, polisi, wazalendo wanajaa kwenye barabara, wanaanza kulaumu kila mtu yoyote. Ukiwa tayari umefika masaa haya haujafika katika nyumbani, tayari unaanza kuchapa biboko, unanyanyaswa kila chochote ulikuwa nacho. Na hili ndio changamoto raia population utoka eneo ya Baraka, Fizi na Uvira. Hata watu wasiwadanganye kuambia Uvira. Mimi mwenyewe nawaambia washabiki zangu kila kingine kinavyoendelea katika maeneo haya. Nikuja kuwapeleka leo Baraka. Baraka wa vijana wanatembeza pikipiki, watembezaji wa bodaboda, bamotare waliona wamechoka na kunyanyaswa na polisi katika barabarani. Walianza kunyanyaswa na wanajeshi, wananyanyaswa na wazalendo, wakafanya maandamano leo hivi. Jinsi tunavyozungumza Baraka kulikuwa kumekuwa maandamano.
na kwenye maandamano baadaye kumekufa vijana wawili, watu wawili wanapoteza maisha katika maandamano haya. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu wanamaandamana kwa sababu hata kama FARDC wako maeneo hii, lakini population hawalale, hawana imani, hawana amani. Kwa sababu gani? Kwa sababu tayari wanajeshi wakiwa maeneo, kutakuwa security yenye sio nzuri. Munaelewa kila kitu. Tuache mambo ya hypocrite, tuache vitu za hypocrite, tuache vitu za kudanganyana. Hacha tuweke vitu kwa kuweka wazi, ili wakahaji wajisikie nao wako fiere, wajisikie wako fiere kweli. Tunawatetea na tunazungumza kupitia changamoto wanaendelea kupitia. Hili tusome ujumbe za watu hapa. Tutasoma ujumbe ya watu karibu 5 kutokea Baraka. Wametuandikia leo hii, wametuambia bwana journalist, Media Goma TV, ni wewe mtetezi wa media, ni wewe mtetezi wa raia kutokea mashariki Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kwa sababu wakahaji wa Baraka wamefanya maandamano kupitia changamoto endelea kuzuia. Sitataja majina ya watu. Tunasoma meseji ya kwanza. Kupitia maandamano haya wanafanya leo tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka wa 2026 katika mji wa Baraka, ni kwa sababu wanaendelea kunyanyaswa na polisi barabarani. Ndio maana ilibidi wafanye mambo ya maandamano, waone kama serikali inaweza kuteula ama inaweza kubadilisha. Lakini baadaye katika maandamano haya raia population wawili wamepoteza maisha na wengine wamechukuliwa, wamepelekwa mahakamani. Tunasoma ujumbe wa mtu mwingine hapo ndani ya Baraka, anasema tunashukuru sana bwana journalist Media Goma TV, Nelson, tunakushukuru. Wewe ni mkinyonge, wewe ni mwanajeshi, wewe ni shujaa, wewe kabisa ni mwanazalendo. Tunakuomba ili uzungumzie kuhusu Baraka. Baraka leo tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka wa 2026 tumepitia changamoto yenye imezuia kwa sasa. Wakahaji wa Baraka wameungana na population wote na watembezaji wa pikipiki kwa kufanya maandamano, kwa sababu katika mji huyu kienea muda wa usiku wanajeshi wanajaa kwenye miji, raia population wanakosa amani. Kuna wanajeshi wamoja wataingilia population kwenye manyumba, kuna wanajeshi wa wazalendo wataendelea kuibia raia population. Kwa sasa hili ndio jambo linasababisha watu waungane wafanye maandamano. Asante sana. Tunasoma ujumbe wa mtu mwingine wa mwisho. Nataka niwapatie ujumbe wa watu 3, wengine tutakuja soma ndani ya studio. Mwingine anazungumza kusema hivi: papa journaliste, nashukuru JVMC, wewe unatuleteaga habari zenye uhakika na unajaribu kuzungumzia raia population kutokea maeneo mashariki ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, katika maeneo lenye mgogoro wa vita. Hiyo upande wa Nord Kivu unatetea, hiyo upande wa Sud Kivu unazungumzia. Kwa kweli tunakushukuru. Wewe hauna parti yoyote, lakini wewe ni mwanamemba wa raia population kabisa. Sisi tatizo zetu ni nini? Tatizo tunapitia mengi kwa sasa. Watoto vijana kwa sasa wanaendelea kupata shida katika maeneo hizo za Baraka. Kwa sababu gani? Vijana hawezi kufanya biashara yote katika mji wa Baraka. Tayari atakutana na vijana wenzake wazalendo, watamupiga na kumnyanyasa biashara yake. Hili ni jambo la wakahaji. Mashabiki zangu, hii ni ujumbe nilikuwa nataka kuambia kuhusu Baraka, na habari zingine nakuja kuwapeleka mara moja. Kabare jana tarehe 30 jeudi kulikuwa mapigano katika eneo inaitwa Bugore, eneo ya Bugore, ndani ya groupement ya Bugore, kati la jeshi la M23 pamoja na wanajeshi wa wazalendo. Wanajeshi wa wazalendo na wajeshi wa M23 walipigana katika eneo ya Bugore katika jana tarehe 30 mwezi wa 7 mwaka 2026. Nakuja kuletea habari zingine kutokea upande wa eneo ya General Biamungu. Alitembelea katika eneo ya Ruchuru, alitembelea teritwari ya Ruchuru katika maeneo yanaitwa Nyamilima. General Biamungu amezungumza haya maneno. Kwa sasa wakahaji wa Nyamilima, hii ni hatua kuwa pamoja na nyinyi, na inabidi musiwe na shaka kwa sababu wanajeshi wa M23 wako kwa sababu yenu. Na amezungumza kusema anakuja kushiriki na wakahaji wa Nyamilima
katika eneo siku zote, na akazungumza kusema hakuna siku jeshi la FARDC, wanajeshi wa wazalendo wataingia katika maeneo haya, hatua wanajeshi wa M23 wako katika maseta ili tayari amejitapa biboko katika kifuani. Na kuletea habari zingine kutokea mji wa Uvira. Kwa sasa jeshi la wazalendo kwa sasa jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC na jeshi la M23 wana mpango wenye mkutano, lakini kumbuka kwenye mikutano inapoendelea katika jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na M23, mara kwa moja jeshi la wazalendo hawaingie kwenye mikutano haya. Kwa sasa wanajeshi wa wazalendo wametoa mesaje yao, wanasema hivi: kwa sasa hatua tayari watakuwa katika maeneo haya, hakuna mkutano yoyote utakuruhusiwa kufanyika bila wanajeshi wa wazalendo kushiriki katika eneo hala. Tuwasikilize kwanza ujumbe ya wanajeshi wa wazalendo, wamesema haya katika eneo ya Uvira. Kwa sasa mashabiki zangu, endelea kuungana mimi, tukue pamoja kwa kusikiliza mara kwa moja. Nous voulons présenter à la communauté internationale et nationale ce qui s'est passé aujourd'hui à Uvira par rapport à la question du fameux dialogue proposé à Kinshasa par des confessions religieuses et adopté par les chefs de l'État. Et les Wazalais se sont dit, comme vice-président de ce pays, de ne pas accepter, de ne pas faire passer ce message sans donner leur point de vue de ce qui se passe dans leur propre pays. Et aujourd'hui, adorés par la masse, les généraux de Wazalais, les gars des politiques et autres personnalités, décidons, en donnant notre point de vue sur les dialogues en cours. Les Wazalais ont décidé premièrement que dans leur raison et dans leur logique, ils demandent au chef de l'État de les appuyer avant tout en armes et en munitions et en logistique de vivre pour empêcher l'ennemi de ne pas avancer et empêcher son plan machiavélique d'intoxiquer, de terroriser, de tuer, de détruire pour s'imposer dans les dialogues à Kinshasa. Deuxième élément, les Wazalendo revendiquent sa participation en tant que fils de pays après les requêtes du M23. Pour les Wazalendo, ils recommandent qu'il n'y aura pas de dialogue. Et bien sûr qu'il n'y aura pas de dialogue tant que les M23, tant que les gouvernements parallèles existent encore dans notre pays. À ce sujet, les Wazalendo ont compris que si le dialogue aura lieu, c'est après les requêtes du M23 sur le territoire congolais. L'organisation du dialogue intercongolais soit exécutée en connivence avec la participation effective des Wazalendo. Et si cela n'est pas fait, le fils de Dieu de Lumumba, étant Kakou Mukimanu, l'équipe Abita, et Kisekedi Pele, et Kabila Moussé, et autres héros qui ont resté restes pour ce pays, passeront en action et ils vont agir pour les comptes des Wazalendo et sur le sort de ceux qui veulent le dialogue avec les Rwanda, de ceux qui veulent le dialogue sans les fils de Dieu de ces pays, de ceux qui veulent le dialogue avant le retrait de l'ennemi sur notre sol. Je dis et je vous remercie. Watu wangu, mnavyosikiliza mara moja, hapa ni sehemu pekee utapata habari zenye uhakika. Ukiwa unaungana na Media Goma TV utaendelea kujua mengi zaidi. Ni reporter Nelson katika muda wetu wa habari haya ya jioni ya leo. Kwa sasa tunakutakia heri njema, tuje kupatana habari zetu za asubuhi tarehe
tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka wa 2026, na nitakuwa nawatakia bonne weekend kila mtu unavyonisikiliza katika mada ama katika vipindi hivyo. Nakutakia heri njema na bye bye. Mwenyezi Mungu awe pamoja na nyinyi mashabiki, mahali popote muko, endelea kutuma comment ili tutakuja kusoma ujumbe ya kila mtu. Na kama tayari wewe unataka tukuweka kwenye group ya WhatsApp, tuma namba yako kwenye comment hapo mara moja, tutakuweka kwenye WhatsApp group ya Media Goma TV. En tout cas, je vous remercie. Bonne nuit tout le monde. Bon, on se reverra demain. Bye bye. Bye bye.